KTN, Nairobi. Upungufu wa ufadhili unatishia kuathiri mfumo wa elimu ya CBE katika shule za sekondari ya juu baada ya kubainika kuwa wanafunzi wa gredi ya 10 watalazimika kutegemea mgao wa fedha uliokuwa umetengwa kwa wanafunzi wa mfumo wa zamani wa 844 muhula huu wa kwanza. Shinikizo hili linachangiwa na mgao mdogo wa fedha, ongezeko la idadi ya wanafunzi pamoja na maagizo yanayowalazimisha wakuu wa shule kuwapokea wanafunzi bila karo wala sare rasmi. Hali hii inaibua maswali mazito kuhusu utayari wa serikali kuhusu mtaala wa CBE katika shule za sekondari ya juu. Anne Musungu na taarifa hiyo kwa kina. The 50% on the 2nd of this month, just a few days before the schools opened, and that amount is to sustain the students for the first term of this financial year, of this academic year. Shule zinakabiliwa na shinikizo kubwa la kifedha kufuatia kufichuliwa kuwa shule za sekondari za juu zimepokea shilingi 7,000 pekee kati ya shilingi 11,122 zinazotengewa kwa kila mwanafunzi. Kimsingi, mgao wa kifedha unapaswa kutolewa kwa awamu 3: 50% muhula wa kwanza, 30% muhula wa pili na 20% muhula wa 3. Hali inayozua hofu kuhusu uendelevu wa shule na utoaji wa huduma. Muhula uliopita, shule zilipokea nusu ya mgao uliostahili, zikipata shilingi 2,968 pekee kwa kila mwanafunzi badala ya shilingi 4,448 zilizotarajiwa. Upungufu huu umeziacha shule nyingi zikizama kwenye madeni, zikishindwa kulipa wasambazaji na kugharamia mahitaji ya msingi ya masomo. Haya yanajiri huku shule nyingi zikiwachukua wanafunzi wa gredi ya 10 zaidi ya idadi iliyopangiwa. Hata hivyo, mgao wa muhula huu umehesabiwa kwa kuzingatia idadi ya wanafunzi wa kidato cha 4 wa mwaka uliopita, na hivyo kusababisha pengo la kifedha linaloongeza mzigo kwa shule. Changamoto hizi zimezidishwa zaidi na agizo la rais linalotaka shule kupokea wanafunzi wa gredi ya 10 bila sare wala karo, likifuatia na onyo kali kutoka kwa Wizara ya Elimu kwa TSC kuchukua hatua dhidi ya wakuu wa shule watakaokiuka maagizo hayo. Do we find any principal who has returned a child home on the reason of them not having school fees or of them not having school uniform? Action will be taken through the employer, the TSC, including dismissal from their jobs. Maswali sasa yanaibuka kuhusu namna shule zitakavyomudu idadi ya wanafunzi, iwapo shughuli ya kila siku zitaathirika, na kwa muda mgani sekta ya elimu itaendelea kuteseka kutokana na ufadhili duni unaoendelea, huku mgao wa kifedha ukiendelea kuwa chini ya kiwango kinachohitajika. Anne Musungu, KTN, Nairobi. Na mtazamaji, taarifa hiyo kuhusu mgao wa fedha wa wanafunzi wa gredi ya 10 inatukamilishia awamu ya kwanza ya taarifa za KTN leo. Kufikia hapo nachukua pumziko fupi mno, baadaye nitarejea na taarifa zaidi.